Namshukran sana Elizabeth kwa taarifa hiyo, na kwa sasa mpenzi mtazamaji, tutakuwa tukiungana naye mwandishi wetu Apollo Kamau ambaye yuko katika eneo la Bondo. Apollo ni mwandishi wetu ambaye amekuwa akifuatilia safari nzima ya kutoka hapa Nairobi kuelekea katika eneo la Bondo, na hususan nyumbani kwake yule ambaye ni Raila Odinga. Na hivyo basi tutakuwa tukiungana naye moja kwa moja tueleze siku imekuwa vipi, ni kipi ambacho ameshuhudia kama mwandishi wa habari, na labda tuweze kutueleza hadi sasa kipi ambacho kinaendelea baada ya kuweza kumlaza Raila Odinga. Hivyo basi kwa sasa tutakuwa tukiungana naye mwandishi wetu Apollo Kamau atueleze kile ambacho kinaendelea, na labda kwa sasa baada ya kuweza kumlaza yule ambaye ni Raila Odinga ni kipi ambacho kinaendelea. Apollo, iwapo unanipata, tueleze hadi sasa, kufikia sasa, wakati ambapo yule ambaye ni aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga ameweza kulazwa, kipi ambacho kinaendelea? Na mchichi katika eneo hili la Bondo, hasa katika Kang'o ka Jaramogi, ambapo Odinga ameweza kulazwa kando ya babake katika shamba la familia yao. Mamia ya wafuasi wake na wenyeji wa Bondo baada yake kuzikwa waliweza kumiminika pale nyumbani wakitaka kusema kwa heri, na pale kulikuwa na msongamano, na wakaweza kuzidi maafisa wa usalama waliokuwa wakishika doria nguvu na kuweza kuingia pale. Kumbuka lile jeneza Odinga hakuweza kuzikwa na mchanga, manake liliwekwa kakoto juu yake likafunikwa na mchanga na simiti, na kwa hivyo waliweza kufika pale wakati shughuli hiyo ilikuwa inafanyika. Na wakati walikuwa naingia pale, Rais William Ruto, naibu wake na baadhi ya maafisa wa serikali tayari walikuwa wameondoka, na wale viongozi wachache waliokuwa wamebaki pale vile baadaye waliweza kuondoka. Kwa hivyo hii leo, hafla ya leo imeenda kwa njia ya heshima na utulivu, huku viongozi siku ya leo wakitaja Odinga kama kiongozi mzalendo aliyepigania haki na ambaye pia atakumbukwa kwa kupigania demokrasia. Kwa hivyo hii leo hapa katika nyumbani mwao kwa babake Jaramogi, mambo yanaendelea tu yakikamilika, na kule kwingine katika nyumbani mwake Opoda vile familia na marafiki wanaendelea kujumuika kulingana na desturi na mila za jamii ya Dholuo kuweza kukamilisha tu zile mila zao na shughuli ambazo huzingatiwa na jamii hii. Lakini siku ya leo siasa pia vile zimeweza kuchacha, manake tumeona swala ambalo wengi wamekuwa kiuliza: je, baada ya Odinga kuondoka itakuwa vipi katika uongozi wa eneo hili la Luo Nyanza, na vile katika chama chake cha ODM ambacho kwa sasa hatima yake haijulikani. Na tuliweza kusikia viongozi wakitoa sauti kinzani, hasa tukiangazia katibu wa chama Edwin Sifuna, kuna mwenyekiti wa chama ambaye ni Gladys Wanga. Kuna wale ambao wanashikilia kwamba ujumbe ambao Odinga aliacha ni kwamba wasalie kwenye serikali jumuishi. Kuna wale ambao wanasisitiza kwamba chama cha ODM lazima kiwe na rais katika debe mwaka 2027. Na vile pale tuliweza kumsikia Rais William Ruto akiingilia akisema kuwa hata kubali chama cha ODM kusambaratika, yeye akisema yeye pia ni mwanzilishi wa chama cha ODM. Kwa hivyo kwa siku ambazo zijazo tutakuwa tu tukiangazia je, mkondo wa siasa utaelekea kivipi chichi? Kabla uondoke, iwapo unanipata Apollo Kamau, tueleze, umesema kwamba kwa sasa ni tamaduni za mwisho ambazo zinaendelea, labda umeweza kushuhudia kama zipi hivi wakati ambapo baada labda ya kuweza kumlaza Raila Odinga? Pale kulikuwa na ile hafla wanaita teroburu, ile ambayo ni ya kufukuza mapepo mabaya baada yake kuzikwa,
na shughuli hii hufanyika na vijana wakifukuza ng'ombe kando na lile kaburi. Vile vile ni shughuli ambayo inasimamiwa na wazee, na kwa hivyo ndio tu shughuli ambayo ilikuwa inakamilika pale, lakini sasa baada ya hapo ndio tuliona halaiki ya watu wakiweza kuingia pale kwa kishindo na fujo, kuweza tu kusema kwa heri, kulingana na wao walivyotueleza, kwa kiongozi ambaye wanasema ni mzalendo na ambaye atakumbukwa kwa mengi ambayo amefanyia jamii hii. Naam, shukran sana Apollo Kamau, uende upumzike, maana umekuwa na siku ndefu na umekuwa ukituweza kututaarifu kutoka upande huo wa Bondo na hususan kutoka Kang'o ka Jaramogi. Umeweza kuzunguka kote kote. Kazi safi Apollo Kamau, nenda upumzike, tuendelee na taarifa. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, kumbuka